Moja kati ya mahojiano makubwa sana ambayo aliwahi kuyafanya msanii Diamond Platnumz kwa wakati wa zamani zaidi, na sasa hivi imekuwa ni trend ambayo inayoenea katika mtandao wa Instagram, watu wengi na wasanii mbalimbali wakishare interviews hapo, na nikasema itakuwa ni vyema zaidi kama nikakusogezea na wewe pia ukazidi kuelewa kitu gani ambacho aliweza ukizungumza katika interviews ya zamani zaidi, ambapo paka hii leo bado inaendelea kutrend katika mtandao hasa wa Instagram. Na interview nasema kwamba Diamond Platnumz baada ya kuwa anahojiwa na vyombo vya habari alipata fursa ya kuweza kuzungumza maneno ambayo kiukweli aliweza kugusa jamii kwa ujumla, pamoja na hata watangazaji ambao walikuwa wakifanya press conference walikuwa wakiweza kupokea taarifa njema kutoka kwake. Anasema katika mahojiano ya moja kwa moja aliyofanya msanii wa Afrika Diamond Platnumz takriban miaka 10 iliyopita, alifunguka wazi kuhusu mahusiano yake makali kwenye suala la gharama za show zake nje ya nchi. Diamond alisisitiza kuwa hawezi kufanya maonesho ya malipo madogo madogo, akieleza kuwa thamani yake ni kama msanii wa kimataifa, inapaswa kuheshimiwa na kupewa kuwa kipaumbele kwa kiwango kikubwa zaidi katika level anayostahili yeye. Alieleza kuwa gharama hizo si kwa ajili yake binafsi peke yake, bali kwa ajili ya mahitaji ya timu nzima anayosafiri nayo nje, ikiwemo madensa, wasanii wasaidizi, wasimamizi na timu ya ufundi. Kwa mujibu wa maelezo yake, kufanya show ya nje inahitaji maandalizi makubwa, gharama kubwa, usafiri, malazi, vifaa, pamoja na uendeshaji wa jumla wa gharama na brandi yake kama msanii wa kimataifa. Katika mahojiano hayo, Diamond Platnumz pia alifichua kuwa yeye ni miongoni mwa wasanii wachache barani Afrika wanaopaswa kulipwa pesa nyingi zaidi kwa show za kimataifa, jambo lililothibitishwa yeye pamoja na mameneja wake binafsi. Yeye kwa ukubwa aliokuwa nao katika tasnia ya muziki wa Afrika, kauli hiyo ndiyo aliyotoa miaka 10 iliyopita, ambapo mpaka hii leo ameendelea kuishi nayo. Kauli hiyo imeendelea kuthibitishwa na safari yake ya kimataifa mpaka hii leo, mafanikio makubwa na heshima anayopewa kwenye majukwaa ya kimataifa hadi hii leo. Tukizidi kutafakari kile ambacho alikizungumza Diamond Platnumz kwa miaka 10 iliyopita, hii inaleta hamasa na kujifunza kwamba kumbe kuna kauli ambazo msanii, baadhi ya wasanii wakizizungumza huwa wanaishi nazo mpaka hii leo. Tunamwona Diamond Platnumz ana msimamo mikali zaidi katika upande wa show zake za nje, yani yeye hayuko tayari kuweza kupokea fedha ndogo, kwa sababu anajua kabisa kuna timu kubwa ambayo anayoshirikiana nayo, na hawezi kuacha timu hata moja wakati ambao anasafiri kutoka Tanzania na kwenda katika mataifa mengine, kama jinsi ambavyo tunafahamu hata kama zikiwa show za ndani kwenye Wasafi Festival walikuwa akisafiri na timu zake zote, lakini pia zile timu zake zote muhimu, lakini pia safari za nje amekuwa akifanya hivyo, na mpaka hii leo bado tunamuona na msimamo wake mkali zaidi, kiasi kwamba kuna baadhi ya timu yake ya ufundi huwa inatangulia kabisa, yeye ndio anafuata, lakini kuna timu zingine huwa anaondoka nazo kutoka Tanzania kwenda katika show hizo za kimataifa. Mimi nimekusogezea hii taarifa ili na wewe pia uweze kufahamu kwamba Diamond Platnumz kitu ambacho alichokiongea miaka 10 iliyopita alikisimamia mpaka hii leo, bado tunamuona kwenye chat na anafanya hivyo. Basi kama utakuwa umependa na umefurahi zaidi kupata taarifa hii hapa, basi na wewe pia fanya kitu cha msingi zaidi, uweze kushare kwa wengine waweze kupata taarifa hii hapa kwa pamoja. Lakini pia kama utakuwa na chochote kile ambacho unaweza ukatoa kama maoni yako, unaweza kutoa maoni yako. Mimi na wewe hadi wakati mwingine, nikutakia wakati mwema. Bye bye.